Ladies and gentlemen, karibuni kwenye Peppa Talk na mimi mchambuzi wako Frank Mathew. Uhali gani Tanita? Umeamkaje au umeamshwaje siku ya leo? Moja kwa moja ni kuletee gazeti la Nipashe, Uhuru, Habari Leo, Mwanaspoti pamoja na Mwananchi. Habari ya kwanza katika gazeti la Nipashe. Unajuaga unapokuaga unaenda ugenini alafu umevaa soksi na miguu inanuka, alafu unaambiwa sasa mgeni itabidi uvue soksi au uvue viatu ili uingie ndani, wabiki unakunyata miguu hivi chini, unatamani uambie si niingie tu na viatu au nikae zangu nje, mimi napenda kucheza na mbwa huku nje. Kumbe habari ya kwanza, miguu kunuka, tatizo linalowatesa wengi kimya kimya. Kimya kimya, tatizo hilo. Unakapo miguu inanuka kiasi kwamba ndio unaenda kutambulishwa ukweni, nakwambia uelewi watu. Hapo sasa walivyo hawezi kuvunga, wanaanza kuuliza mbona sio kawaida, kama vile panya amekufa huko ndani. Afu nagundua kwamba panya ni miguu yako wewe hapo. Pole. Sasa unakuta wengine sio tatizo, ni kutokufua tu socks. Socks zimefua hazijafuliwa zimekakamaa. Socks zinarudiwa mwaka mzima, wanabaki tu unanusa badala ya kuzifua. Miguu inanuka, socks zimekuwa kama magome ya mti. Fua. Habari ya pili katika gazeti la Nipashe, Askofu ang'aka, mabomu machozi kupigwa kanisani. Mwasha askofu, poleni sana. Sasa hapo unaweza ukapiga, utakapita kwenye hilo kanisa, ukapiga hivi chabo kuangalia wanafanya nini, unakuta watu wote wanalia, unasema wameingiwa na uwepo wa Mungu, kumbe kuna bomu la machozi lilipigwa. Hata wale ambao hawaliagi kwenye maombi siku hiyo watalia. Ya mabomu ya machozi. Sasa kama kuna mtu hiyo dhambi inanilio ambaye anaenda kuchoma motoni, ameshindwa kuvumilia mabomu ya machozi, ataweza kuvumilia moto wa milele? Na moto wa milele unawaka hivi, afu kuna muda hivi unapita, unaanza kuambiwa nanilio shetani anauza maji ya baridi, na nyinyi mpo motoni. Hilo ni gazeti la Nipashe. Moja kwa moja tuende katika gazeti la Uhuru. Gazeti la Uhuru, naam, katika habari picha tunaona habari njema ndugu zangu, habari njema ndiyo. Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa na mtoto Grace Samia Suluhu. Unajiulizaje hilo jina limetokea wapi la G ama Grace Samia Suluhu? Aliyemwasili Ikulu ya Chamwino Dodoma jana, mtoto alitupwa. Baada hapo mama akasema wewe mwanangu. Jamani, ilioje mama, nikupongeze kwa hiki ambacho umekifanya, Mungu akubariki sana 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 sana. Lakini pia mama wa mtoto ambaye amemtelekeza mtoto, sasa hivi anatamani amchukue mtoto wake, lakini ndio hivyo. Utabaki kusema yule ni mwanangu, sijui namtaka mwanangu, anaitwa Grace Samia. We, anaitwa Grace Samia, si mtoto wa rais sasa hivi. Mama atakuwa anaona wivu. Unaona hizi njia za Mungu ambazo zilivyo ni za ajabu. Sasa hivi mimi mwenyewe natamani Peppa Talk nitupeni basi na mimi niokote na bi mkubwa. Niitwe Frank Mathew Samia Suluhu Hassan Mwigulu. Nitupeni na suti yangu mpya. Mheshimiwa Rais mimi mwenyewe amenitupa. Wamenitupa, kila siku analetea magazeti usiku hapa, naomba uniokote, unibadilishe jina Frank Samia Suluhu Hassan Mwigulu Nchimbi. Yes, hilo ni gazeti la Uhuru na hiyo ni habari njema kabisa ambayo imetamalaki katika kila kurasa za magazeti. Habari ya pili katika gazeti la Uhuru, Dr. Mwigulu awavaa wanaosubiri uteuzi. Kuna watu wamekaa wanasikilizia teuzi muda wote, wanasifia hata ambavyo havifai kusifiwa. Mtu kaa hivi unategeshea tu hivi teuzi, hamna mtu aliyefukuzwa kwenye wilaya. Ufukuzwe nini? Yaani unakaa unaenda unachawiwa wenzako wafukuzwe kwenye wilaya na nini ili wewe uteuliwe? Uteuliwi ng'o. Teuzi badala ya kufanya kazi vizuri. Ndio wengine rushwa. TAKUKURU piga hao vitu. Hakuna biashara ya kuanza kuna nilio.
Lakini ile habari picha ambayo tumekuwa ikitamalaki itairudia tu kwa upendeleo kwa uzito wake wa siku ya leo. Yes, unaona haya mambo jamani. Mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anasema pia wanaotupa watoto hawajui walitendalo. Serious kabisa. Unatupaje mtoto? Wewe ulikuwa unapuyanga huko jele kwenye mechi za ugenini. Unaanza mechi za ugenini imepatikana magoli hayo yanatakiwa sasa yazae timu nyingine. Kwenye kuzaa timu nyingine unatupa mtoto. Sasa ndio hivi ameokotwa, sasa hivi ni mtoto wa rais, na mimi kama nilivyoomba hapo mtaona mwenyewe kesho naokotwa na kuwa mtoto wa rais. Yes, hilo ni gazeti la Habari Leo. Niyo Habari Leo ni angazia sasa moja kwa moja katika gazeti la Mwana Spoti aka Mwana Sponga. Ndio. Yeah, mwaga maji. Wazee wa chupa. Wazee wa kutobolewa matundu kwenye vyumba vya kubadilishia. Nusura wa draw jana kule Singida, nusura wabebesho ya Alizeti. Hongera sana Simba. Goli 2-1. Chama kamtupia pale Mpanzu goli. La sivyo leo kingeumana. Wazee wa ora, wazee wa maji. Lakini leo sasa kuna hii timu ambayo kwa kweli haiheshimu vyombo vya ulinzi na usalama. Imewakung'uta JKT vyombo vya ulinzi na usalama, imewakung'uta Polisi goli ngapi? 7. Vyombo vya ulinzi na usalama, na leo wanakutana, nitaka niseme wanakung'utwa, wanakutana na Prisons, Young African pamoja na Prisons katika uwanja wa Jamhuri pale Dodoma. Kwa hiyo Prison wakimfunga Yanga ni kama vile Magereza wawafunga Yanga. Kwa hiyo mkiona timu ya Yanga ijarudi da ujue wapo wapi? Magereza. Yani wamefungwa na nani? Na Prison. Si Magereza wanafunga. Habari nyingine katika gazeti la Mwana Spoti, michezo ya mayai wenye timu kibao. Kuna mchezo wa mayai. Yani sasa Tanzania sisi kombe la dunia tujawe kufuzu, maskini ya Mungu. Sijui Olimpiki ndio hivyo, sijui marathon gani zile ndio hivyo kwa mbinde, wakati wenzetu kwa nachukua medali ya naniliu. Sasa imebuniwa mchezo mwingine ambao mchezaji anachezea tu mayai. Hapa ni kushindana kula mayai, kushindana kupigana na mayai, na hiyo nayo tushindwe. Unaweza ukachiti kidogo, unaenda na yako visa. Wanasemaje kwenda nje unaenda na visa. Unachukua zile visa zako ulizoenda nazo nje, unakumutia mtu. Unapiga hilo moja la uso hapa. Akai. Na visa linavyojua kunuka. Mapema sana. Ya visa pana chezea. Mechi za Ulaya, Chelsea akung'utwa goli 5. Hamsa Chelsea. Manchester City akung'utwa 3. Sare Arsenal pamoja na Bayern Leverkusen 1-1. Hiyo sare Arsenal wataka waende kwenye sherehe mbalimbali na sherehe karibu. Haki ya Mungu, Simba yanogesha mbio ubingwa ligi kuu. Ni gazeti la Uhuru, tukitamatisha katika habari za michezo na burudani, ambapo timu ya Simba ilifanikiwa kuibuka ushindi wa goli 2-1 ilipocheza na Singida, na hapa tunaona wachezaji wakiwa wameruka juu kama vile wamekunywa vitu vya Kimasai, lakini tu mpira ni mmoja wao, wote wameruka wakiwa wanaangalia mpira. Na niona hapa wachezaji wengine wakiwa wamesuka rasta vizuri kabisa, na hawa wachezaji ningeshauri wapeleke kwa ajili ya kuimba reggae kule Jamaica. Ulikuwa na mimi mchambuzi wako Frankie Matthew. Tuonane tena mpaka asubuhi ya kesho. Usisahau kulike, comment na kusubscribe for more.